Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana. Jina langu naitwa Mchungaji Robert Mwaisaka kutoka kanisa la Grace and Truth International Church. Tunapatikana Bunju B, Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika podcast nyingine ya siku ya leo. Katika mfululizo wa podcast zetu za kujifunza neno la Mungu. Na podcast hii tunaipata katika channel ya Pastor Robert Mwaisaka ya YouTube. Kwa hiyo chukua muda wako kuweza kutembelea, lakini pia wakaribishe watu wengine waweze kutembelea na kusikia kile ambacho tunajifunza kupitia mfululizo wa podcast hizi hapa kwenye channel yetu. Katika podcast iliyopita tulikuwa tunatazama kuhusu dhambi na uwezo wa kimaamuzi wa mwanadamu ukiwa ndio msingi wa dhambi. Tulikuwa tunatazama kuhusu dhambi na uwezo wa kimaamuzi ambao Mungu amempa mwanadamu ukiwa ndio msingi wa dhambi, kwamba pasipo mwanadamu kuwa na uwezo wa kimaamuzi, maana yake kulikuwa hakuna namna ambayo mwanadamu angekuwa na dhambi. Tuliona kwamba Mungu hakumuumba mwanadamu kama robot au mashine. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na uwezo wa kuamua. Alimuumba akiwa na utashi wa kimaadili, kwamba mwanadamu ana uwezo wa kuamua na akafanya jambo jema au baya. Na tuliona kwamba jambo jema au baya ni matokeo ya matamanio ambayo mwanadamu yupo nayo ndani yake. Kwamba matamanio aliyonayo mwanadamu ndio yanampeleka kufanya jambo jema au baya. Lakini Mungu anapompelekea mwanadamu kuamua kuyafanya mapenzi yake, tuliona kwamba Mungu anamuonyesha mwanadamu jambo jema tu. Kwa mfano ambao tulitazama namna ambavyo Musa anavyowasilisha ujumbe wake kwa wana wa Israeli, anasema kwamba mbele yao ameweka uzima na mauti, lakini wachague uzima ili wapate kuishi. Lakini pia mbele yao ameweka laana na baraka, lakini wachague baraka. Kwa hiyo kukataa uzima ndiyo kupokea mauti. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatoa uzima tu. Tuliona katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza mstari wa 5, kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza kabisa. Kwa hiyo unapokataa nuru unapokea giza. Unapokataa uzima unapokea mauti. Unapokataa baraka unapokea laana. Na tukaona kwamba mchakato wa dhambi ya mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu ulikuwa ni ule ambao mchakato wa mwanadamu yeyote ili atende dhambi unafuata, kwamba ni lazima kuwe na tamaa. Baada ya tamaa iliyoshindwa kutawaliwa dhidi ya neno la Mungu, matokeo yake unaleta dhambi, na dhambi inaleta mauti. Kwa hiyo kama mwanadamu wa kwanza, kama vile kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12 anavyosema hivi, dhambi iliingia ulimwenguni kwa mwanadamu wa kwanza. Kupitia mwanadamu wa kwanza dhambi iliingia ulimwenguni. Maana yake mchakato wa ile dhambi kuingia ulimwenguni ulipitia mchakato ule. Tamaa iliyoshindwa kutawaliwa dhidi ya neno la Mungu, dhambi, baada ya hapo mauti. Kwa hiyo dhambi ya Adamu ililetwa na Adamu mwenyewe. Mauti ililetwa na Adamu, haikuletwa na Mungu wala haikuletwa na Shetani. Kwa nini? Kwa sababu katika mlinganyo wa dhambi Mungu na Shetani hawapo. Mwanadamu ndiyo mhusika mkuu. Kama mwanadamu wa kwanza alileta dhambi ulimwenguni, je, dhambi ya mwanadamu wa kwanza ni ipi? Tutajibu hilo swali katika podcast hii ya leo, kwamba dhambi ya Adamu ni ipi? Je, Adamu alitenda dhambi gani? Maana hilo limekuwa ni swali katika jamii ya Wakristo ambalo limekuwa na majibu tofauti. Lakini katika podcast hii tutatumia maandishi ya Biblia kuweza kufunua kwamba dhambi ya Adamu hasa ni nini. Adamu alitenda dhambi gani? Tunapozungumza kwamba Adamu alikula tunda kutoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tuna maana gani? Na hayo mambo yote tarajia kuyapata unavyonisikiliza na kufuatilia podcast hii. Kamwe hatuwezi kuielewa dhambi ya Adamu pasipo kuelewa mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ili tuweze kuielewa dhambi ya Adamu, ni lazima tuuelewe mti wa uzima, lakini pia tuuelewe mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa uzima ni nini na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni nini au ni upi?
Angalia Mwanzo 2:19. Tusome Mwanzo 2:19, anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Noti, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Musa anawasilisha ujumbe wake kwamba kulikuwa na miti miwili pale Eden. Ndivyo anavyowasilisha kwamba kulikuwa na mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Katika bustani ya Eden tuna miti miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini mistari kadhaa huko nyuma inatuonyesha kwamba bustani ilikuwa na miti zaidi ya miwili. Mistari kadhaa kabla hii mistari miwili ya Mwanzo 2:16 na 17 inatuonyesha kwamba kulikuwa na miti zaidi ya miwili. Mwanzo 2:9 utaisoma, nasema Bwana Mungu akachipusha katika nchi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Manake ardhi ina miti mingi, sio miti miwili peke yake. Anasema kulikuwa na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kama tulivyofanya katika utangulizi wetu kwamba misamiati ya Biblia ya Agano la Kale imetolewa katika lugha ya Kiebrania, hiyo ndio lugha ya asili, na misamiati ya Agano Jipya imetolewa katika lugha ya Kiunani au Kigiriki. Sasa huu msamiati unaotamanika, nataka tuweze kuitazama hii misamiati na tuweze kuivunja ili tuweze kuielewa ni ujumbe gani ambao Musa alikuwa anauwasilisha katika kitabu cha Mwanzo. Anasema ili neno unaotamanika limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania chamad, chamad. Hii neno chamad lina maana ya inayoleta hamu. Pia lina maana ya yenye thamani, inayoleta hamu au yenye thamani. Kwa anaposema akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, unaotamanika anamaanisha kwamba huu mti ulikuwa unaleta hamu, lakini pia ulikuwa ni mti wa thamani. Ndivyo ilivyo, hii miti ilikuwa ni ya thamani. Huu msamiati chamad ni msamiati unaozungumzia kile unachopaswa kuwa na hamu nacho kwa sababu ya uzuri wake au thamani yake. Kile unachopaswa kuwa na hamu nacho kwa sababu ya uzuri wake au thamani yake. Ndio maana anasema matunda yote ya miti ya bustani unaweza kula, la kasoro mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa tunapojadili tamaa, ni lazima kwenye ufahamu wako uwe na kumbukumbu ya kile tulichokijadili katika kitabu cha Yakobo 1:13 mpaka 15, kwamba tamaa sio mbaya. Kwa hiyo katika hii ardhi tuna mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Manake una hamu kwa sababu ya thamani ulionayo. Tutazame msamiati kwa macho. Msamiati kwa macho. Huu msamiati kwa macho umetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania mare. Msamiati kwa macho umetafsiriwa kutoka katika msamiati wa Kiebrania mare, M-A-R-E-H. Huu msamiati una maana ya kitendo cha kuona. Kitendo cha kuona una maana ya muonekano au umbo la kitu. Kitendo cha kuona muonekano au umbo la kitu. Katika umbo la kitu inazungumzia uzuri wake, utulivu wake na kadhalika. Ndio kwa macho. Anasema unatamanika kwa macho, maana yake unapoona umbo lake. Katika umbo lake tunatazama uzuri wake na utulivu wake, unafanya kile kitu kionekane kina thamani na huyu mwanadamu aweze kukitamani. Na huu msamiati mare pia
una maana ya maono katika fikra au maono ya kiungu. Divine vision manake ni muonekano ambao au umbo hili utaliona kwa kutumia maono ya kiungu, divine vision, au katika fikra zako. Na huu msamiati umejikita kuelezea zaidi muonekano wa nje wa kitu au mtu. Unahama manake unaeleza zaidi muonekano wa nje wa kitu au mtu na kwenda kuangalia sifa au tabia zake. Kwa hiyo tutaona muonekano wa nje wa kitu, lakini hatutaishia hapo. Ili msamiati mare utumike, ni lazima pia iweze kuhusisha sifa au tabia zake. Kwa tutakapotazama kwamba mti unatamanika kwa macho, maana yake sifa na tabia zake tutakuwa tunazizingatia. Na huu msamiati wa Kiebrania mare, mareh, unatokana na msamiati mwingine wa Kiebrania ra, rah, wenye maana ya kuona, kutazama kitu au jambo, kukagua, kutambua au kuzingatia. Usichoke ninaposoma misamiati mingi ya Kiebrania, kwa sababu hii misamiati itatusaidia kuweza kutambua ni nini kilichokuwa kinatokea katika bustani ya Eden. Msamiati mare umezaliwa kutoka msamiati wa Kiebrania ra, au wenye spelling za rah, ra, wenye maana ya kuona, kutazama kitu au jambo, kukagua, kutambua au kuzingatia. Ni msamiati unaohusisha kuwa na ufahamu wa taarifa za ndani zinazounda kitu kwa kufanya uchunguzi na kuweka umakini mkubwa wakati wa kufanya hivyo. Msamiati ra unahusisha kuwa na ufahamu wa taarifa za ndani zinazounda kitu. Kwanza utatakiwa kufanya uchunguzi na kuweka umakini mkubwa wakati wa kufanya hivyo. Unafanya uchunguzi na uweka umakini mkubwa ili uweze kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu hizi taarifa zote zitakusaidia kufanya maamuzi, na hiki ndicho kinachotokea Eden. Utambuzi wa jambo husika ni matokeo ya kuchunguza kwa makini maelezo yanayohusiana na kitu husika na sio tu muonekano wake wa nje. Huu msamiati unahusiana na kufanya ugunduzi. Msamiati ra unahusiana na kufanya ugunduzi. Kwa nini? Umechunguza, unazo taarifa za kutosha, na hizi taarifa haziishii tu katika muonekano wa nje wa kitu, lakini pia zinatazama undani wa kitu husika. Kwa hiyo matumizi ya huu msamiati yapo katika kutambua kwa kutumia ufunuo. Msamiati ra unapotumika, unatumika katika kufanya utambuzi kwa kutumia ufunuo. Kwa hiyo miti iliyopo katika bustani itatambulikana kwa ufunuo, revelation, na sio kwa muonekano wa nje. Itatambulikana kwa ufunuo na sio muonekano wa nje. Na msamiati mare, mareh, kwa macho, umetumiwa na Musa kwenye kitabu cha Mwanzo kuelezea muonekano wa watu wanaovutia, sio vitu tena. Musa anapoutumia msamiati mare, anautumia kuwaelezea watu wanaovutia, sio vitu vinavyovutia. Na hii itakusaidia kuweza kuondoka katika mtazamo wa miti katika bustani ya Eden, uende kutazama personality, uende kutazama utu, kwa sababu atakuwa anawasilisha kuhusu mtu. Angalia namna ilivyotumika katika Mwanzo 12:9. Mwanzo 12:9 anasema, ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Neno uso ni neno mare, neno lile lile ambalo Musa amelitumia katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 2:9, alipokuwa anasema unaotamanika kwa macho. Kwa anaposema kwamba tazama najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Mzuri wa uso maanake anazungumzia
muonekano wa mtu, na anamzungumzia Sara mke wa Ibrahimu. Angalia Mwanzo 24:16. Mwanzo 24:16 anasema, naye yule msichana alikuwa mzuri sana wa uso wake, bikra, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Anasema msichana alikuwa mzuri sana wa uso. Tunazungumzia mtu tena, sio miti. Angalia Mwanzo 26:7. Anasema watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Rebeka alikuwa mzuri wa uso. Tunamzungumzia Rebeka, mke wa Isaka. Angalia Mwanzo 29:17. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Anapotazama neno uso mare, analitazama kuwazungumzia watu, wanadamu, na sio vitu. Hizi habari za Raheli mke mdogo wa Yakobo anawasilishwa kama mtu mwenye aliyekuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Lakini huu msamiati pia umetumika pia kumwelezea Yusufu mtoto wa Yakobo. Angalia Mwanzo 39:6, msamiati mare. Anasema akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Tafsiri ya Kiingereza ya King James Version ina maneno yaliyoachwa na tafsiri ya Kiswahili. Angalia maneno yaliyoachwa. Tafsiri ya Kiswahili inasema akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Lakini kwenye King James anasema and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. Joseph was a goodly person and well favored. Hili neno well favored linaelezea uzuri wa uso wake au muonekano wake, ambayo ni neno mare. Well favored maana yake alikuwa na uso mzuri, alikuwa na muonekano mzuri. Ndio maana mstari unaofuata unaeleza kuhusu mke wa Potifa kumtamani Yusufu. Kwa nini mke wa Potifa anamtamani Yusufu? Kwa sababu Yusufu ni ana uzuri wa uso, anavutia katika uso wake. Na msamiati mare unatumika hapa kama vile ambavyo umetumika katika kitabu cha Mwanzo 2:9. Kwa hiyo tunaona kwamba huu msamiati umehusiana na watu, sio vitu, katika kitabu cha Mwanzo. Muhimu sana. Kwa nini nafanya word study? Kwa nini tunafanya uchunguzi wa maneno? Kwa nini tunataka kupata ufahamu wa mwandishi? Musa alipokuwa anawasilisha lile tukio kwamba mti unaotamanika kwa macho alikuwa na maana gani? Ndio maana tunapitia mistari tofauti tofauti ambayo Musa ametumia msamiati husika tuweze kupata maana ambayo alikuwa anaimaanisha katika ule mstari ambao tunauchunguza. Sasa tunaona kwamba Musa anapoutumia mahali pengine nje ya Mwanzo 2:9 hautumii kuzungumzia vitu kama miti, anautumia kuzungumzia watu. Ndio maana tumeona amemzungumzia Yusufu, kamzungumzia Sara, kamzungumzia Rebeka, lakini pia kamzungumzia Rahel ambaye alikuwa ni mke wa Yakobo. Na huu mstari Musa ameutumia mara mbili kwenye kitabu cha Kutoka kuelezea maono ya kiungu. Namaanisha huu msamiati, sio mstari. Huu msamiati Musa ameutumia mara mbili kwenye kitabu cha Kutoka akielezea maono ya kiungu, ufunuo, revelation. Ni ufunuo, ni mstari ambao unaelezea ufunuo, revelation. Kutoka 3:3 anasema Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Nitageuka sasa niyaone maono. Neno maono katika Kutoka 3:3 ni msamiati mare ambao unazungumzia ufunuo wa kiungu, divine revelation. Angalia Kutoka 24:17 anasema, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao
juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli, na kuonekana kwake utukufu wa Bwana. Tunapozungumzia utukufu wa Bwana, tunazungumzia kitu kinachoonekana kwa kutumia maono, sio kitu kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama. Tunazungumzia kitu ambacho kinaonekana kwa ufunuo, revelation, kwa kutumia ufunuo au revelation kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo tunaona kwamba katika kitabu cha Kutoka, Musa anaelezea kile kinachoonekana kwa maono ya kiungu na sio macho ya damu na nyama. Anazungumzia ufunuo. Haya maelezo yanatusaidia kuweza kujua tukio la kwenye kitabu cha Mwanzo pale Eden. Je, lilikuwa ni tukio linalohusisha kuona kwa macho ya damu na nyama, au linahusiana na kitu kilicho zaidi ya hicho? Tunapoutazama huu msamiati, unatueleza kwamba ni kitu au tukio linaloelezea zaidi ya kuona kwa macho ya damu na nyama, bali anaelezea ufunuo, divine revelation. Anazungumzia divine revelation. Tutazame msamiati ra, L-A-H, ambao tuliona kwamba huu msamiati ndio umezaa msamiati mare. Msamiati mare. Msamiati ra sasa, tutautazama huu msamiati katika kitabu cha Mwanzo, namna ambavyo Musa ameutumia. Angalia Mwanzo 1:4. Anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Mwanzo 1:9. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mwanzo 1:10. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Unaona neno akaona ni neno ra, R-A-H, ambalo linaelezea kugundua kwa kutumia ufunuo. Mwanzo 1:31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mungu akaona. Tunazungumzia ra, R-A-A-H, ambayo inazungumzia kitu kinachoonekana kwa ufunuo, sio kitu ambacho kinaonekana kwa kutumia macho ya damu na nyama. Angalia Mwanzo 2:19. Anasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamleta Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu lilikuwa ndio jina lake. Adamu aone, Adamu agundue. Adamu agundue, maana yake Adamu anapotoa majina kwa hawa viumbe, anapowaita hawa viumbe, anafanya hivyo kwa ufunuo, sio kwa hisia. Anafanya hivyo kwa ufunuo wa kiungu, kwa sababu msamiati ra unatumika mahali hapa. Mwanzo 3:6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mwanzo 3:6 pia anatumia neno alipoona, ni neno ra, ambalo linakuonyesha kwamba huyu mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, sio kuona kwa macho ya damu na nyama, lakini inazungumzia alipata ufunuo. Kwa hiyo tunapoona ametenda dhambi, maana ile dhambi iliyofanyika ni matokeo ya ufunuo, revelation, sio matokeo ya tamaa katika jinsi ya mwili wa damu na nyama. Tunazungumzia ufunuo ambao ni revelation kwa lugha ya Kiingereza. Mwanzo 7:1 anasema Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Angalia pia katika Mwanzo 11:5 kuhusu mnara wa Babeli. Asa Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa akiujenga wanadamu. Auone ni msamiati ra. Huu msamiati ra umetumiwa na Musa katika kitabu cha Mwanzo mara 140, na ameutumia kuwasilisha hitimisho. Nataka uwe makini na hapa. Musa ameutumia msamiati ra, R-A-A-H, msamiati wa Kiebrania mara 140. Ameutumia kuwasilisha hitimisho linalotokana au linalotokea kama matokeo ya kufanya uchunguzi, ili kupata taarifa na maelekezo ya kujiridhisha kabla ya kufanya maamuzi. Narudia tena. Musa ameutumia msamiati ra mara 140 kwenye kitabu cha Mwanzo, na ameutumia kuwasilisha hitimisho linalotokea kama matokeo ya kufanya uchunguzi
ili kupata taarifa na maelezo ya kujiridhisha kabla ya kufanya maamuzi. Ni hitimisho lenye maelezo ya kulisimamia. Na ndio maana msamiati ra unapotumika, baada ya hapo ni lazima maamuzi yafuate. Msamiati ra ukitumika, maamuzi yatafuata. Maamuzi yatafuata. Kwa nini? Kwa sababu taarifa za kutosha, uchunguzi wa kutosha, umakini mkubwa unakuwa umewekwa kwenye jambo husika kabla ya kufanya maamuzi. Maana yake hata tunapoona katika Mwanzo 3:6 anaposema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, maana yake mwanamke alikuwa na taarifa za kutosha kiasi cha kumfanya afanye maamuzi